Bwana, inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Habari kubwa ambayo imetikisa vilivyo kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni habari ya mfanyabiashara ambaye ni maarufu kwelikweli kwenye kurasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakifuatiliwa sana kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Sasa kupitia chanzo cha habari ambacho ni ukurasa wa Millard Ayo, masaa kadhaa yaliyopita umeripoti kwamba mfanyabiashara ni Jennifer Joven Bilikwija maarufu kama Nifa na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Nifa ambaye ana umri wa miaka 26 na wenzake hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Hemed Khalfan. Sasa shtaka la kwanza ambalo lina wakabili watuhumiwa wote 22 ikiwemo Nifa wanadaiwa kati ya Oktoba 1 hadi 29 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, walipanga njama ya kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili linalowakabili watuhumiwa 21 isipokuwa Nifa ambapo wakidaiwa kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu la uhaini ambalo linamkabili Nifa peke yake akidaiwa katika tarehe tofauti kati ya Agosti 1 mpaka Oktoba 24 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali Dar es Salaam, akiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuvuruga ama kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na lengo la kuitishia mamlaka kuu, na alitekeleza nia hiyo kwa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi, ambapo alihamasisha zinunuliwe kutoka kwenye biashara yake ili watu wanunue kujikinga katika maandamano hayo ya kuvuruga uchaguzi. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu Lyamuya aliwaambia washtakiwa wote kwamba hawapaswi kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo hadi mahakama kuu. Baada ya kutekeleza hayo, wakili Kibatala aliomba maombi kadhaa kwa mahakama hiyo, ikiwemo ombi la mahakama itoe amri kwa magereza ya kwamba washtakiwa hao wapatiwe matibabu, akiwemo Nifa ambaye alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maafisa kadhaa wa polisi ambao walilazimisha asaini maelezo yanayosemekana kuwa ni ya onyo. Hata hivyo, hakimu Lyamuya alitupilia mbali maombi hayo huku akikubaliana na ombi la washtakiwa kupatiwa matibabu. Kesi imeahirishwa hadi Novemba 11. So hii ni habari ambayo imeweza kuandikwa kupitia ukurasa wa Millard Ayo Novemba 7 mwaka 2025 Dar es Salaam. Sasa baada ya kuweza kuishuhudia taarifa hii, nikasema ngoja nitafute na nijue sheria ya makosa ya uhaini pamoja na adhabu zake. Baada ya kupitia kwenye makabrasha mbalimbali, na nikagundua kwamba hili ni moja kati ya kosa kubwa kinoma noma ambalo haupaswi kulifanya au haupaswi kuwa na nia ya kuweza kulitenda. Sasa nisome baadhi ya sehemu ambazo nimekuta ufafanuzi kuhusiana na kosa hili la uhaini na adhabu zake. Inaelezwa kwamba katika kulinda mamlaka ya hadhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna umuhimu mkubwa wa kuelewa na kuheshimu sheria zinazolenga kuzuia matendo ya usaliti na uhaini dhidi ya serikali. Sheria ya uhaini namba 2 ya mwaka 1970 imeweka bayana aina ya vitendo vinavyotafsiriwa kama uhaini na adhabu zinazofuata. Kwa mujibu wa sura ya 7 ya sheria hiyo, mtu yeyote aliye ndani ya Jamhuri ya Muungano ambaye anapanga au kujaribu kumuua rais
wa jamhuri au kuanzisha vita dhidi ya taifa anahesabiwa kuwa ametenda kosa la uhaini na adhabu yake ni kifo. Hii inaonyesha namna ambavyo uhai wa rais na usalama wa taifa ni mambo yanayolindwa kwa nguvu zote za kisheria. Aidha, sheria hiyo inaainisha kuwa mtu yeyote anayesababisha au kuisaidia kuondolewa madarakani kwa rais kwa njia isiyo halali au kushiriki katika mipango ya mapinduzi au kuchochea maandamano ya vurugu yenye lengo la kupindua tuelewane hapo, au kuchochea maandamano ya vurugu yenye lengo la kupindua serikali anahesabiwa kuwa ametenda kosa la uhaini. Hii ni pamoja na wale wanaotumia njia za siri, propaganda au silaha ili kutishia amani ya jamhuri. Sijui umeelewa hapo? Yaani kama unania propaganda au silaha za kutishia amani ya jamhuri, basi tayari unakuwa umejiingiza au umeingia kwenye kosa hili la uhaini. Vivyo hivyo, mtu yeyote ambaye anashirikiana na adui wa taifa au anahamasisha matumizi ya silaha dhidi ya serikali halali anahesabiwa kuwa msaliti na adhabu yake ni kifo. Sheria inamlenga pia mtu anayejaribu kulazimisha mabadiliko ya serikali kwa njia ya mabavu au vitisho. So hii ni moja kati ya taarifa ambayo pia nimeiona nikasema ngoja ni share na wewe pia ili uweze kuona ni kwa namna gani ambavyo unatakiwa kuwa makini katika kuilinda amani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia usifanye au kujihusisha na matendo yote ambayo baadaye yatakuja kukusababishia matatizo na mwisho wa siku ukaja kuingia kwenye shida ambazo zitakuja kukukosti maisha yako, lakini pia hata familia pia ambayo inakutegemea pia itakuwa imejiingiza kwenye matatizo. Kuna brother wetu mmoja ambaye amewahi kutuambia kwamba mtu yoyote ambaye unafanya kitu ambacho unajua kabisa kina athari dhidi yako na unaamini kwamba unakifanya ukiwa sahihi, basi wewe ni mbinafsi wa hisia, kwa kuwa kitendo chochote kibaya ambacho utakifanya wewe kama wewe, familia yako pia itaumia kutokana na kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo kile ambacho utakuwa umekifanya kitakuwa sio kwa furaha yako tu peke yako au kwa maumivu yako peke yako, bali hata pia kwa ndugu jamaa na marafiki ambao watakuwa wamekuzunguka, nao pia unawaingiza kwenye maumivu ya kihisia kutokana na kile ambacho umekifanya. Tumeshuhudia kuna interview ambayo ameifanya Mama Nifa ambaye anahuzunika kutokana na kile ambacho kinaendelea dhidi ya mtoto wake. Amani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muhimu na tunapaswa kuilinda kwa namna yoyote ile. Yaani pale ambapo unaona kuna vitendo vya sheria vyovyote vya uvunjifu wa amani, unashauriwa kuweza kutoa taarifa mapema kwa jeshi la polisi ili kuweza kudhibiti mabaya au maovu au uovu wote ambao unaweza kujitokeza. Tunaiamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaamini kwamba nchi yetu inaongozwa kwa haki na inazingatia kila aina ya haki za binadamu. So ndo maana ukiona kitendo chochote cha kihalifu, basi ripoti polisi ili wenye mamlaka waweze kushughulika nacho, au sio? Unyamani mwingi, usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Mimi ni official PMTZ_PM Short, moto unaungua.